majina naitwa Shadrack Mapunda, natokea kurugenzi ya usimamizi wa sarafu. Sisi ni kitengo ambacho kiko Benki Kuu ambacho kazi yake kubwa ni kutoa na kusambaza noti na sarafu ambazo zinatumika nchini kwa malipo ya huduma na bidhaa. Na katika kufanya jukumu hilo ni kwa ujumla, lakini sasa tunafanya vitu gani ndani yake? Kwa cha kwanza ni kuandaa mahitaji ya noti na sarafu ambazo zinahitajika kwenye mzunguko na kuzitengeneza. Na tunaangalia vitu gani? Tunaangalia kasi ya ukuaji wa uchumi, tunaangalia ongezeko la watu, population, idadi ya watu, tunaangalia teknolojia iliyopo sokoni na vitu mbalimbali kwenye kuandaa hayo mahitaji ya utengenezaji wa noti na sarafu. Lakini pia kingine tunachokifanya ni tunahifadhi hizo noti na sarafu ambazo tunakuwa tumezitengeneza. Na tunazihifadhi wapi? Tuna maghala ya kuhifadhia noti na sarafu nchini ambayo hapo kwenye ofisi zetu ambazo ziko maeneo 7 Tanzania, ambao manake makao makuu yetu Dodoma, lakini makao makuu madogo mawili Dar es Salaam na Zanzibar, lakini na ofisi zetu zingine ambazo zipo kwenye mikoa ya Arusha, Mwanza, Mtwara pamoja na Mbeya. Lakini pia kwenye sehemu ambazo Benki Kuu hatujafika, tuna vituo vidogo vya kusambazia fedha ambazo hivyo tuna makubaliano na benki, tuna ushirikiana na benki za kibiashara katika zile sehemu ambazo Benki Kuu zipo. Kwa hiyo wao wanafikisha huduma ya kusambaza noti na sarafu kwa benki ya kibiashara kwenye hizo mikoa 13 Tanzania. Kurugenzi ya usimamizi wa sarafu tunasimamia hiyo cycle nzima ya mzungukaji na usambazaji wa sarafu nchini. Lakini kazi yetu nyingine kubwa ambayo sikusema hapa ni kwamba tunahusika moja kwa moja kutoa huduma, kutoa elimu kwa wananchi juu ya noti zetu na sarafu kwenye upande viwili. Cha kwanza, waweze kuzifahamu alama za kiusalama ambazo zipo kwenye noti zetu, kwa sababu noti zetu hizi zimewekewa alama za kiusalama ambazo zitamsaidia mtumiaji kuweza kutofautisha kati ya noti bandia na noti halali. Lakini pia tunatoa elimu juu ya namna ya utunzaji bora wa noti na sarafu ili zisiharibike kabla ya muda wake, kwa sababu zinapoharibika kabla ya muda wake inalazimu taasisi kutafuta fedha tena, kuingia gharama print hela na kuzirudishia zile ambazo zimeharibika kabla ya muda wake. Lakini kwa sababu leo nina opportunity hii ya kuongea na wananchi, pia ningependa sasa niwafahamishe juu ya hizo alama za kiusalama ambazo zipo kwenye noti zetu ili ziwasaidie wananchi kutofautisha kati ya noti bandia na noti halali. Sheria za nchi yetu ziko wazi kabisa. Ukisoma Penal Code ya Tanzania ambayo inasema mtu yoyote ambaye anafanya uharibifu wa noti au sarafu kwa makusudi anakuwa ametenda kosa kisheria. Ukienda kusoma pale nadhani kifungu cha 322 utaona pale kimeeleza mpaka adhabu za mtu ambaye anafanya uharibifu wa noti na sarafu kimakusudi. Na sheria iko wazi, imesema mtu huyo anaweza akahukumiwa na akafungwa kifungo kisichopungua miezi 6 au anaweza akapewa faini inayoanzia $500,000 isiyopungua $500,000 mpaka huko sheria itakapoona, mahakama itakapoona sasa imwadhibu huyo mtu. Lakini sheria iko very strict kwenye mambo ya utunzaji na matumizi mabaya ya noti na sarafu nchini. Ukifanya hivyo umetenda kosa kisheria na utaadhibiwa kama sheria za nchi zetu zinavyosema nilivyozieleza hapo.